Mungu mwingine kama wewe, mwenye uwezo na mamlaka kama zako Bwana. Hakuna na hakutapatikana kama wewe Mungu. Asante kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo umetupatia Bwana ya kuingia katika ibada, kukutukuza na kukuinua na kukushukuru Bwana, tukitazama ubari ambao umetembea na sisi na kutazama ya kwamba umetupatia siku nyingine hii masaa haya ya mchana, ili kuweza Bwana kukutukuza na kusema imekaribika mkono wako Bwana. Mtakatifu Baba, uishi milele, Mungu uliyeumba mbingu na dunia. Mchana wa siku ya leo Bwana, katika nyumba yako mtumishi wako anakutukuza, kuinua na kuheshimu, ni kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna mwenye uwezo na mamlaka kama zako Jehova. Wewe ndiye kwa uwezo wako na kwa nguvu zako Baba uliumba vitu vyote, dunia ikafanyika kwa uwezo wako na kwa neno lako Baba ukasema uwe na kukawa. Nimekuja kukushukuru, nimekuja kukutukuza mfalme wa ajabu na kuinua jina lako na kutangaza kama sio wewe Bwana singeweza kufika ubari huu, hata singeweza kuona siku ya leo na kupata Bwana nguvu ambazo Mungu wangu umenipatia. Na kushukuru mfalme, ni kwa sababu wewe umeona ni vyema Baba nikaweze kukuinua na kukutukuza Baba, nikaweze kukuheshimu. Asante kwa sababu ya mchana huu ambapo Bwana nimekuja kukufanyia ibada, nimekuja Bwana kukutukuza na kukusifu Mungu wangu. Naomba uwepo wako na nguvu zako mfalme wa ajabu zikawe pamoja na mimi na watu wako tunapokuabudu katika ibada ya leo. Roho wako Mtakatifu Bwana akachukue nafasi yake katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Nasimama kinyume na roho zote ngeni ambazo ni kinyume na Roho wako Mtakatifu. Natangaza zina uwezo katika nyumba hii na katika maisha yetu na kwa anga hii Bwana. Roho wako Mtakatifu akatawale na akatamaraki kona zote katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Baba ukaweze kushuka na uwepo wako Mungu, nguvu zako zikadhihirike katika nyumba hii na kwa madhabahu haya Baba ukaweze kumiminia uwezo wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Ukaweze Jehova kutembea na uguzo wako wa ajabu. Watu wako Bwana wakapokea nguvu zako, watu wako wakapokea uwezo Roho Mtakatifu wakaweza kutenda yaliyo mema Mungu mbele za macho yako katika jina la Yesu Kristo. Shetani ambaye hapendi kuona tukikuabudu, shetani ambaye hapendi kuona tukikutukuza na kufanya ibada kama hii, namtangazia hana uwezo, ameshindwa, nguvu zake hazina uwezo tena. Damu ya Yesu Kristo ikatutakasa, ikatuosha Baba yangu, tukakubariki na wewe Bwana, neema yako ikatutosha mfalme wa ajabu pande zote. Malaika wako wakatuzingira na mapanga yakao moto Baba yangu katika jina la Yesu Kristo. Thank you my God and my Father. Asante ni kwa sababu hakuna kama wewe. Asante ni kwa sababu ya uwepo wako na nguvu zako. Asante kwa sababu ya ishara zako katikati yetu Bwana na katika nyumba hii Baba yangu, nguvu zako zimedhihirika. Roho wako Mtakatifu Baba anatawala na zote Baba yangu. Niko na kila sababu za kufanya ni kuabudu, ni kushukuru na nitangaza ya kwamba wewe peke yako ndiye Mungu. Wewe kinilo kai wako inamilio na wotea na wote na wotikana na garoge ukihana ni onakana Jehova agereka niyo nawe wewe wa mwanya na wewe wari kuona niwe wiku na niwe wutura tene na tene nitukumenye tena tukamenye walia wimwega na tukamenye walia kaya makwedete walia matea wahinyanoka yohotani peji wa mauduma umobe nitukite kwa bayalia goroshi tunakuliwe gayo Jehova tukagina witikirika mbele ya ubu wako mikononi mwako Bwana, tukawe salama nayo ibada hii ya mchana wa leo Baba ikaweze kukubarika mbele zako. Asante Bwana, ni kwa sababu wewe Mungu ukiwa pamoja na sisi hakuna silaha ama nguvu zote za ufalme wa giza ambazo zitaweza kunawiri ndani yetu na katikati yetu. Wewe Bwana unatutosha rasili ya leo, wema wako unatutosha Jehova, na hapo ndipo tunataka
katika jina la Yesu Kristo. Mioyo yetu Baba yangu inapokuwa Baba ikajaze nguvu mpya. Mioyo yetu inapokuinua Jehova ikajaze na mpako wako Baba yangu. In the mighty name of Jesus Christ. Naomba nikikushukuru Bwana na nikiamini kwamba Mungu wangu umenisikia na utaweza kutembea na sisi. Nguvu zako zikabirike Baba yangu. Roho wako Mtakatifu kona zote za hekalu hii akaweze kutamaraki. In the mighty name of Jesus, I worship and I give you glory. You are the Lord who liveth forever. Wewe kidogo tura ga pene na pene utagaruka na pasaidia. Bring you out of Jesus Christ. I worship you, God, and I give you glory in the mighty name of Jesus Christ. The kiasi kwa Bwana heshima tukufu. Anasidia leo. Wewe peke yako Baba yangu. Jana wa siku ya leo unapozuru mataifa, unapozuru dunia na ulimwengu, Baba usitupite katika ibada ya leo. Usitupite watoto wako ninaomba. Usitupite tukadama zako Baba ninakusihi. Kaweze kunena na mioyo yetu wewe Mungu. Kaweze kutujaza Baba yangu na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zetu zitatusaidia nini kama sio wewe Bwana? Hekima yetu saidia nini Baba kama sio wewe Mungu? Hata masomo yetu na mali zetu haziwezi kutusaidia, usikutusaidia. Musa Baba ninakuita, ninakusihi. Musa Bwana ninakuomba. Unyenyekea chini ya miguu yako. Unyenyekea chini ya kiti chako cha enzi. Baba nikiomba tukubariki roho zako. Tangaza ya kwamba mahali hapa Baba yangu ni patakatifu. Mahali hapa Bwana tukaweze kuona uwepo wako. Tukaweze kuhisi mpya katika mioyo yetu. Tukaweze kupokea katika jina la Yesu Kristo. Mungu za kuweza kuongelea kushinda na kufaulu katika maisha yetu. Wewe ndiye Baba tunakuita. Wewe umekaita mitaka mwenye Mungu. Wewe umekaita na wewe nawe. Wewe wangu mtoto na mtumishi wako na kuabudu. Moyo wangu na kuheshimu Baba yangu hakuna kama wewe. Wewe yako nilavutia munavutia tawe ngai. Wewe yako nilavutia kitu wewe ngai. Oh my Father, ninajua ya kwamba wewe ni mwaminifu. Nini kitalinganishwa na wewe kiweza kutoshana na wewe? Hakuna kitu chochote duniani angani na mbinguni Mfalme taweza kufananishwa na wewe. Wewe ni Mungu wa kipekee. Wewe ikawanganya, wewe ikainya, ikakuhatana maoto na matakio tutakani Mungu. Hata yale ambayo tunaona ni mzigo kwetu Baba tunakuita unaweza. Hata yale tunaona hayawezekani katika maisha yetu Baba tukikulilia inawezekana. Baba tukikukabidhi inawezekana. Tumekuja Baba yangu maana wewe Mungu. Tumeona ukijibu maombi yetu. Tumeona ukitupigania vita vyetu my God. Tumeona ukisimama na sisi na kutushindania. Tumeona ukitulizia kwa maadui zetu. Tumeona ukiondoa watesi wetu katika njia zetu my God. Nituonete ulitulia bado. Nituonete galito ya doshito galito. Nituonete ulitabikira mali nadari. Nituonete ulitubekera nana shakunyiki. Wano umetonyita burakana wetu wayado alaya na igorogo. Na igota wetu wagalito ya borde. Kwa wetu wabona makino menena bayota watago. Kwa wetu wa Jehova wenye wametolele itogai. Kwa wewe gai na wetilo gayoge anatale. Kwa wewe gai na totilako litudali anake. Opokana moto moja wali ewa. Analera indiona kwa matuine wakibara wele gai. Wenye wale tuwale Yesu Kristo. Tunakufuta na tunakufanya Mungu wa mtu wa maimahio.
wingi wake wa Bwana vitu kwa pembeni wa service ya umoja. Baba, tunapoendelea na ibada ya mchana wa leo, tumekufanya Mungu wetu, tumekufanya nguvu zetu, tumekufanya msaada wetu. Wewe ndiye mfalme wa wafalme. Ufalme wako haufikani mwisho kama wa wafalme wa dunia. Ufalme wako hauchaguliwi na mwanadamu. Ile huwa tunachagua wafalme wa dunia. Wewe ni mfalme uliyekuwako kabla ya vitu vyote kuwa mahali pake. Wewe ni mfalme usiyechaguliwa. Malaika hawawezi wakakuchagua. Hakuna kitu kinaweza kulinganishwa na wewe Bwana. I worship you, oh my God. I worship you, my Father. I praise you and I honor you. Na kutukuza Baba yangu na kuheshimu na kuinua na kuabudu nikisema, Baba, wewe ni Mungu usiye badilika na Mungu usiye fananishwa na kitu chochote. Katika ibada ya leo tunapoendelea kukutafuta Bwana, ukakubali tukaweze kukutana na nguvu zako, tukakutane na ishara zako, rehema zako zikawe juu yetu. Baba, usituhesabie dhambi, usituhesabie makosa, tukisema ya kwamba sisi ni wakamilifu, hatujatenda dhambi, itakuwa tunasema uongo. My God, yale yote tumetenda kinyume na mapenzi yako, tuyakiri mbele zako rasmi ya leo. Katika ibada ya leo Baba, ukaweze kutuosha, kututakasa na damu hiyo iliyomwagika msalabani ya mwanao Yesu Kristo, tukatakasike na wewe Bwana, tukafanyike viumbe vipya mbele zako. Ati watu shughuli ya kai watu wawegitini ya kugyana kaito wakenio nigi kaito wakenio nigogo na leto ya kurutira twakuhoro watu igwa twaguthaithoga thaithika thĩinĩ wa service ya ũmũthĩ. Hinya waku Ngai mwanya cikorwo ci hamwe na ithuĩ na roho waku mũtheru na thakame ya Jesu Kristo ĩraitĩkire matharabu-inĩ, nĩgetha ithuĩ tũtuĩke ciana ciaku Ngai kũhĩtũkĩra gwĩtĩkia. Baba, ni kwa imani tuko mbele zako mchana wa leo, ibada hii ikakufikia kama manukato mazuri kutoka ndani ya mioyo yetu Bwana. Mtumishi wako ninakuinua, mtumishi wako ninakuabudu, ningwenda gũgũtĩĩa, ningwenda gũgũkumia na gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagwĩtĩkia mũno Ngai, na nĩtwĩtĩkia nĩgũtwarana na ithuĩ ona ndagĩka ici citiganĩte, na mikononi mwako Bwana tukawe salama, tukaongozwe, tukalishwe, tukapokea nguvu kutoka kwako, katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti naomba nikikushukuru Bwana na hata kukuamini, tukaweze kusema kwa pamoja amen, amen and amen. Thank you very much. Tukaweze kushukuru Bwana kwa pamoja, ni kwa sababu ametupatia nafasi ingine hii siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 10 kuhesabika katika ibada ya mchana wa leo. Hatuwezi tukachukulia kana kwamba ni jambo la kawaida. Imegharimika mkono wake Bwana, ikizingatiwa ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika taifa letu na hata katika mji wetu wa Mai Mahiu ambayo yangeweza kutuzuia tusiweze kufika kwa ibada, lakini kuona ya kwamba Bwana ametufungua kwa hizo mambo zote na kwa minyororo zote hizo, na tukaweza kuhesabika pamoja na mamilioni ya Wakristiano ambao wanajumuika katika ibada hizi katika mahali tofauti duniani. Tunachukua nafasi hii kumshukuru Bwana, kumwinua na kumwambia Baba ni asante kwa sababu ya kuona ya kwamba mimi ninafaa kuhesabika katika ibada ya mchana wa leo. Tunapoendelea na ibada ya leo, kuna neno ambalo nataka nikaweze kulisoma likaweze kutuongoza katika kuendelea kumtegemea na kumwamini Bwana. Ni kwa sababu ni kwa kupitia neno lake Bwana huwa tunapokea nguvu, huwa tunapokea roho wake, na huwa tunapokea tumaini
la kuendelea na kumkaribia na kumjua Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii wale ambao mmefika nikaweze kuwakaribisha na niwaambie kwamba imependeza mbele za Bwana ya kwamba wewe ukawe hapo siku ya leo. Kwa hivyo si kwa makosa na si jambo ambalo halifai ya kwamba wewe uko hapo katika ibada ya mchana wa siku ya leo. Katika kitabu cha nabii Isaya na mlango wake wa 40, in the book of Isaiah chapter number 40, I'm going to read the three last verses, that is verses 29, verses 30 and verses 31. The Bible says, He gives power to the fainter, and to him who has no might He increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They will walk and not faint. Those are the three last verses in the book of Isaiah chapter number 40. God is talking to his people through his prophet Isaiah, and he is promising his strength to them. He is promising that they will not be defeated if they continue believing in him. Anawaahidi ya kwamba wale ambao huwa wanamwamini Bwana atawapatia nguvu ya kwamba hawatazimia. Hata kama mambo yatakuwa magumu katika maisha, Mungu anaahidi watu wake ya kwamba you will not faint, you will not be weary. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Wale ambao wanasikia wanaishiwa na nguvu, wale ambao wanasikia wamelemewa, Mungu anasema yeye ndiye huwapatia uwezo, yeye ndiye huwapatia nguvu. Tumekuja hapa mchana wa siku ya leo maana tunajua hatuna nguvu zetu wenyewe, na kama nguvu zetu wenyewe zingetusaidia hatungeweza kufika hapa tumefika. Kile kimefanya tukafika hapa ni kwa sababu Mungu amekuwa akitupatia nguvu. He gives us strength to the fainter. He gives power to those people who need power. Wale ambao wanahitaji nguvu anawapatia. Wale ambao wanaenda kuzimia anawapatia nguvu za kuendelea. Ninaamini mchana wa leo katika ibada hii mstari huo wa 29 unaenda kufanya kazi katikati yetu, unaenda kufanya kazi katika maisha yako, unaenda kufanya kazi katika maisha yangu, ya kwamba to the faith we are going to receive power, we are going to receive strength. Nguvu za kuendelea na maisha yako utazipokea kwa Bwana. Nguvu za kufaulu kwa shughuli zako hautazipokea mahali pengine. Hata yale mambo uliona yanakulemea, nguvu zake utazipokea hapa. Uwezo wa kuyafanya Mungu anakuahidi. He was talking with Isaiah because he knew of Israel needed his power, needed his strength in all their endeavors. Kwa mambo zao zote ambazo walikuwa wanafanya, kanyamenyete inyue kila kitu mutaidia ni hinya wakwa. Hidiria mwaga hinya, hidiria mwatorio, mbona kama ukinyete mwisho kanyao kakamuhe hinya mweru vinyi wale tuwalea Yesu Kristo. Na kwa wale ambao tunamwamini Bwana, kuna mambo ambayo hayafai kufanyika katika maisha yetu, kwa sababu tunajua ya kwamba sisi sio kwa nguvu zetu wenyewe, sisi sio kwa uwezo wetu wenyewe, lakini ni kwa nguvu zake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 30 unasema hata kama vijana wataweza kuanguka na wasikie wamefika mwisho, Mungu anasema ya kwamba hawataweza kukata tamaa. Hawataweza kuangamia, hawataweza kuzimia, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wao. Niwe gati ya kumenyagaye hamwe nawe. Nini wa mutsurire tuikara wote kindu kikuhedayo, wote kindu kikuhegekeno, takumenyagaye hamwe nawe. Takumenya hinyori abina guliga yukuhete, takumenya hinyori olafatana niga yukuhe. This is the joy that you need in your life.
that you will be knowing that all I need comes from the Lord. Hata nguvu ambazo zimenileta kwa ibada, hata nguvu ambazo zimefanya niamke mchana na asubuhi ya leo zimetoka kwa Bwana. Na kwa hivyo kama mimi ni Mungu huwa ananisaidia, ninaamini ya kwamba sitazimia, sitaanguka kwa kukosa nguvu, sitazimia kwa mambo yangu kusimama. Mungu anasema ya kwamba hata kama vijana watachoka na wasikie ya kwamba hawawezi kuendelea, wale ambao wanamgojea Bwana wataweza kuliniwiwa nguvu zao, wataweza kufanyiwa upya katika nguvu zao. Their strength will be renewed. God will not sit and let you be defeated. Gaide gwikara nerorere ugitorio, gaide gwikara nerorere ukigwanikana ukiringika ni undu wa kwaga hinya. Arauga atiriri kamuharika ukamirongwena, those who trust in him, those who wait upon the Lord, he will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Because God have renewed their strength. In this lunch hour service today, my prayer ama ombi langu ni kwamba Mungu aweze kufanya nguvu zetu mpya, nguvu zetu, nguvu zako, nguvu zangu katika familia yako, katika biashara zako, katika mambo yako. Mungu afanye upya katika mambo yako yote katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba atakuongeza nguvu. Vile ulikuwa unafanya kazi, utaendelea kufanya, usichoke. Utaendelea kupokea neema ya kuenda bila kuchoka, kwa sababu your strength is going to be renewed today in the mighty name of Jesus. Simama na miguu yako, uambie Bwana, nataka nguvu zangu Bwana zikaweze kufanyiwa upya mbele zako katika ibada ya leo in the mighty name of Jesus. Anza tu kuongea na Bwana, mwambie wewe ndiye ninategemea, wewe ndiye una nguvu zangu, wewe ndiye ninainua macho yangu kuelekeza kwako. Umesema wanaokutumainia Bwana, wanaokutumainia wewe Bwana, hautaweza kukubali wakaweze kuangamia. Baba, ninakuamini Mungu, ninakutegemea katika ibada ya leo in the mighty name of Jesus. Fungua tumaini lako mbele za Bwana. Fungua tumaini lako na sauti yako ikasikike mbele za Bwana. Acha Bwana akasikie sauti yako. Wewe ndiye Mungu Baba, tunakuinua. Wewe ndiye Mungu Baba, tunakuheshimu mchana. Tunakutia mwana wetu tumebariki. Hii ni maarifa ya Yesu Kristo. My God, wewe ndiye mnena kwa neno lako, wanaokutumainia hawatazimia. Baba yangu, utaweza kufanya upya nguvu zao. Hilo ndilo tunakuomba, hilo ndilo tumeleta mbele zako. My God and my Father, my Father, we will forever. My Father, we thank you, my God, in the Father. We know this, we name your Holy Spirit, my Father. Wacha nguvu zako zikashuka leo nyuma hii. Wacha uwezo wako ukashuka katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hapa tukaweze kupata kibali mbele za uso wako, hapa tukaweze kukubalika na wewe. Tazama ni wewe tunatumainia, tazama ni wewe tunatazamia, wewe ndiye tunaangalia Baba yangu, wewe ndiye tunaangalia mfalme wa ajabu. Baba, shuka na uwezo wako, Baba, shuka na ibaki yetu, Baba, shuka na ibada yao, Maria mwana wa usipokusaidia Baba, hatuna Mungu mwingine, hatuna Baba mwingine tunaweza mulilia. Wewe tunakulilia mchana wa leo, hakuna Mungu mwingine tunaweza kujivunia kama vile tunajivunia kuwa na wewe Bwana. Wewe Mungu ishiye milele mtakatifu, wewe uliyekalia mahali patakatifu Bwana, ulipozungukwa na watakatifu Baba yangu, ulipozungukwa na utakatifu, mfalme wa ajabu, na malaika wako mfalme wamekuzunguka, wazee 24 mfalme wako mali zote, viumbe wanne walio hai hawatoki kuinama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Hata sisi mchana wa leo tunasema mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Hakuna mtakatifu kama wewe, hakuna mtakatifu
tukisema tumekukimbilia tukasalama, tumekukimbilia tukapata nguvu mpya Baba yangu. Watela na mali kama kuwatwalia sababu etabirira harana na kuirukala nyomero hageria hinyakai wena kwa rohilio hinyamumenya wa mode. We need our strength with this great day. Let our strength, let our liberty by you like a God. Tukaweza Bwana. Oh my God, my God, when we receive the power of Jehovah, you are going to renew upon our lives. We are going to defeat the devil. We are going to defeat enemy. Unapotupatia nguvu mpya, unapotufanyia nguvu zetu mpya katika jina la Yesu, hakuna adui ataweza kutushinda. Tutaweza kukanyanga nguvu zote za giza, nyoka zote na ufalme wake. Tutaweza kuvuta laana zote, because it is not by our might, not our strength. Father, you are power, my Redeemer. Father, you are power, my God. It's you we worship you. It's you we glorify now, my God. Katika jina la Yesu, tunakutia gai, tunakubalia na tunakukulia. Yenye wanitolea Yesu Kristo. Shuka na uwezo wako Bwana. Shuka na nguvu zako. Nataka ukainue mikono yako. Miwili mbele zako Bwana, tunapenda kuomba. Inua mikono yako kwa imani, maana kuna nguvu ambazo Bwana anaenda kutia katika maisha yako. Inua mikono yako, ishara ya kupokea the renewal of the strength in your life and your family now. The renewal of the strength of your presence of work in the mighty name of Jesus. Wina hinyaramu kila bingi wa mutolile wako. Wina hinyamweruga ya raikurukia bingi wa familia yanyu. Wina hinyamweruga ya raikurukia bingi wa wina wako. Bingi wa litwalia Yesu Kristo. Nate moko mashobanku kaya mutumama tweke moko mako nikirabimo moko maradime apikia vyoga wahutia kilia kagare kalioka makoni maku etinyobuka latana lina mutida kanyarire karakibuate na gitweka kirabimo vingi walitwalia Yesu Kristo. My God and my Father, I worship and I honor you. Baba mtakatifu, kisha milele katika jina la Mwana Yesu Kristo. Tazama vile tumeinua mikono yetu, ishara ya kukupenda, ishara ya kunyenyekea na hata ishara ya kuamini Bwana. Wewe ndiye tunaamini mchana wa leo. Wewe ndiye tunaaminia maisha yetu na jamii zetu. Wewe ndiye tunaaminia kanisa hili hapa, ambapo huwa tunaingia tunapokea nguvu kama hizi ambazo unamiminia juu yetu, ambazo unamiminia maisha yetu. Baba, asante kwa sababu ya nguvu zako. Baba, asante kwa sababu ya nguvu mpya. Tumezipokea na shukrani, tumezipokea na shukrani. Thank you my God. Kuyatolea letu nitukugira, kuyatolea letu nitukuhoto, kuyatolea letu Roma, kuyatolea kilio mihaka, kuyatolea letu nituadira, kuyatokira hinyoyo mwelu. My God and my Father, we are going to overcome. We are going to defeat the devil. We are going to defeat the enemy because we have the power you have given unto us this day. Kwa nguvu ambazo unatupatia mchana wa leo, Baba, natangaza hakuna jambo ambalo litaweza kutuzuilia katika maisha yetu, na iwe migongo ilikuwa imebingilishwa, vizuizi zilizokuwa zimewekwa katika njia zetu, mfalme wa ajabu, ili tusiweze kuendelea. Kile kilikuwa kinatujaribu kuzima nyota zetu, Baba wetu wa mbinguni, sasa kupitia vizingao na nguvu ambazo umetuwekea katika maisha yetu, hazitaweza kutuzuia. Ile migongo itapigilika wenyewe. Ile malaika alipigisha lile jiwe lilikuwa limewekwa kwa kaburi la Yesu Kristo. Hivyo ndivyo vizuizi vilivyowekwa inawalaza vinaenda kupigilishwa na malaika wako. Malango yetu, Baba yetu, ikafunguliwe na wewe. Njia zetu, Mfalme, ikafunguliwe na wewe, my Redeemer. Wewe ndiye tunaamini.
wewe ndiye tunategemea, hatuna Mungu mwingine, hatuna mahali pengine kutoa msaada wetu. Wewe peke yako Bwana, ni wewe umebaki suluhisho. Wewe utigarite haja ya miturire na mathina maitu, Kaine thengio ni gutwĩtĩkĩra ta ciana ciaku ona twĩna mehia, ũgatutheria na ũgatuiga kĩgongona-inĩ nĩgetha Ngai witũ tũrathime. Asante kwa nguvu zako tumezipokea kwa shukrani. Baba, ni asante ni kwa sababu ninaamini hazitaweza kung'olewa na adui yeyote anayekipizana na nyota zetu. Nimetangaza ameshindwa, haijalishi alitumwa na nani, haijalishi amewekwa na nani, awe akimonta njia zetu, hana uwezo. Msalaba yangu, damu ya Kristo ikatuzunguke, damu ya msalaba ikatutoshe, tukawekwe alama yako Bwana. Wale watakao tuona wakaone alama yako kwa nyuso zetu, katika jina la Yesu Kristo. Thank you Ngai nendo wa wetwega, thank you mitondo wa wetu igwirada. Sabesi ya leo Bwana mikononi mwako, naendelea kuikabidhi kazidi kufanyika baraka, na hata tunapoingia katika kipindi cha kuweza kupokea neno lako mchana wa leo, ukawalie na goshi tukagai witu tuike utwarĩrio rĩa ũkwona kwagĩrĩire, na ũkatũike na maũndũ marĩa mothe tũgũthaithĩte. Kiugo gĩaku gĩtuĩke tawa, gĩtuĩke ngo, gĩtuĩke rũirigo, gĩtuĩke hinya na ũtheri wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Na kemea shaitani na mapepo zake ambazo hawazipendi kuona Bwana tukikuabudu, na zitangazia zimesabaratika, zimechomeka, zinaungua na hazina uwezo ndani ya maisha yetu na katika madhabahu haya. Jina lako Bwana limetukuka, damu ya Yesu Kristo imetutosha, imetuosha Bwana, tukabaki salama mikononi mwako, katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, na nikikushukuru Bwana na hata kukuamini tukaweze kusema kwa pamoja amen, amen and amen. Sema tu amina mzuri mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kaa chini napomkaribisha dada wetu Lois akaweze kuja kushare neno la Bwana kama vile Bwana amemsaidia mchana wa leo. Dakika chache ambazo tumebakisha tukaweza kubarikiwa, na unaweza pigia Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Wala Yesu makofi mega ili wa Yesu Kristo. Karibu sana. Mungu aweze kukubariki.